Pamoja na utekelezaji wa majukumu yao kisheria, watumishi wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU wametoa michango yao binafsi kwa ajili ya matendo ya huruma, ambayo leo hii wamenunua mashine kwa ajili ya watoto ambao wamezaliwa nje ya muda wao, maarufu kama watoto njiti. Na leo hii Oktoba 12 mwaka 2025, mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU Bwana Crispin Francis Chalamila amekabidhi mashine hizi ambazo zimechangwa na watumishi wa TAKUKURU kwa hospitali ya rufaa Songea mkoani Ruvuma, mashine ambazo zitaweza kuwasaidia watoto hawa kwa ajili ya kuwapatia joto na kuwasaidia kwa wale ambao watapata changamoto za ugonjwa wa manjano. Vifaa tulivyokuja navyo leo ni kuunga mkono jitihada za Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katika kuimarisha na kuboresha huduma za afya kwa Watanzania wote. Tumechagua hospitali ya rufaa ya mkoa wa Ruvuma, sababu tunaamini sasa hii ndio hospitali ya rufaa. Wagonjwa wakishindikana huko Tunduru na Mtumbo, Mbinga, Nyasa, basi wataletwa hapa. Kwa tunaamini tukitoa msaada hapa, basi utakuwa wa manufaa au utatumiwa na wakazi wote wa mkoa wa Ruvuma. Ndio sababu ya kuja hapa. Hii ni michango kutoka kwa watumishi wa TAKUKURU nchi nzima. Tumejiwekea huo utaratibu na zoezi hili ni endelevu. Tulianza rasmi mwaka jana kule hospitali ya rufaa ya mkoa wa Arusha, hospitali ya Mount Meru. Sasa leo hospitali yetu ya rufaa ya mkoa wa Ruvuma imebahatika kuwa hospitali ya pili kupata zawadi kama hii, na zoezi kama hili litaendelea tena katika mikoa mingine tunayokwenda. Sasa tumekuja na mashine mbili, zote zinahusu utunzaji au uhifadhi niseme wa watoto wanaozaliwa kabla ya wakati. Kwa hivyo ndo mashine tulizokuja nazo katika lengo la kusaidia kuokoa maisha ya watoto wanaozaliwa kabla ya wakati. Tunafahamu watoto wanahitaji huduma maalum, specialized kabisa, ambao pengine bila uwepo wa vifaa kama hivyo tunaweza tukawapoteza. Katika mwaka huu 2025 kuanzia Januari mpaka Septemba tumebaini kuwa kuna ongezeko kubwa sana la watoto ambao sasa ni njiti. Tumelaza jumla ya watoto 609, lakini kati yao watoto 261 sawa na 43% walikuwa na uzito pungufu, na watoto 62 pia walikuwa na changamoto ya manjano. Kwa hivi hawa watoto wote wanahitaji joto la kutosha kwa sababu miili yao ni midogo na uangalizi wa hali ya juu. Na tulipopata taarifa kuwa kuna vifaa vinakuja kutoka ofisi ya kupambana na kuzuia rushwa, wana HUMSO tumefurahi sana, kwa sababu itatusaidia kutatua changamoto ambayo ndio kubwa. Ukiangalia asilimia 43 ya watoto tunaolaza mle ni watoto njiti, watoto chini ya kilo 2.5, na ndio watoto wanaohitaji joto. Na katika vifaa mlivyotuletea tuna kifaa maalumu ambacho ni radiant warmer kitakachomsaidia mtoto kutunza joto lake la mwili, na kifaa hicho pia kina sehemu ambayo ina sensa. Joto la mwili la mtoto likipungua kinapiga alamu, likipanda kinapiga alamu. Kwa hivi kumsaidia mtumishi wa afya hata kama alikuwa anafanya shughuli zingine kugundua kuwa kuna changamoto mtoto anayo. Kwa hivi changamoto hii itabainika mapema na itatusaidia kutatua mapema na kupunguza vifo. Kwa hivi kifaa hichi kimekuwa msaada muhimu sana, na sio kwa hiyo tu. Mtoto joto likipanda sana anapata shida ya kupumua, likipungua anapata shida ya kupumua, na vile vile likipanda sana ubongo unaathirika, likipungua ubongo unaathirika. Kama ana baridi, na sisi wenyewe hata kama tukiwa na baridi tunatetemeka kutengeneza joto, na yeye katika hali hiyo anatumia nguvu nyingi na sukari inapungua, vyote vikiwa vinaleta changamoto katika ubongo wake na kuathiri afya yake. Kwa hivi kifaa hicho kina manufaa makubwa sana kwa watoto wetu. Msaada huu ni wa thamani kubwa na unaakisi dhamira ya kweli ya TAKUKURU ya kushirikiana na serikali katika kuimarisha ustawi wa wananchi na kutoa mchango chanya katika sekta ya afya. Vifaa hivi vitaboresha huduma za afya
za watoto wachanga, kupunguza vifo vya watoto wachanga na kuongeza ufanisi katika utoaji wa huduma ndani ya hospitali ya rufaa ya mkoa wa Ruvuma. Kitu hichi ambacho mmekifanya kama taasisi ya TAKUKURU ni matendo ya huruma. Haikutoka kwenye bajeti zenu, haikutoka kwenye fungu maalum, lakini imetoka katika mifuko yenu. Hili ni jambo la kupongezwa sana na kuwakumbusha matendo haya ya huruma yana thawabu kubwa mbele za Mwenyezi Mungu. Tunakushukuru wewe binafsi kwanza kwa kujitokeza wewe mwenyewe katika jukumu hili la makabidhiano, lakini shukrani nyingine pia ziwaendee sasa watumishi wote kama ambavyo tumeweza kujumuika mahali hapa ili kushuhudia makabidhiano hayo. Tunashukuru kwa kuletea vifaa kwa ajili ya watoto, na sisi wazazi tunapenda kutoa shukrani kwa viongozi walioleta hivyo vifaa. Tunawashukuru hao TAKUKURU kwa kutuletea hivyo vifaa vya watoto ili watoto wawe na uhai. Tunasema asante. Pia tunashukuru Mungu kwa kuwawezesha kuwapa hivyo vifaa. Tunashukuru. Vinaenda kusaidia uzima wa mtoto na mtoto kupumua vizuri na kuwa na uhai pia. Sisi tunawashukuru TAKUKURU kwa mchango wao na Mungu atawajalia sana. Nikiripoti kutoka Songea mkoani Ruvuma, mimi ni Alice Mazoko wa TAKUKURU TV. Mtazamaji wa TAKUKURU TV, tunakukumbusha kubofya neno subscribe, pia kubofya alama ya kengele na kuchagua neno all notification ili kupata taarifa za matukio mbalimbali hapa TAKUKURU TV. Usisahau kubofya neno like iwapo umependa taarifa zetu na neno share ili kuwatumia wengine. Asante, naendelea kufuatilia vipindi vyetu hapa TAKUKURU TV.